Luhinda, umri miaka 80, yuko karibu huku. Hao ni muongozeni, huyo muongozeni. Nini? Lakini halmashauri ya wilaya Uyui, ofisi ya mtendaji wa kijiji cha Lutona wamempa barua ya kuchanga mchango, ya kuomba kuchangisha mchango. Kwanza dasi, maelekezo yangu, hii barua tumpe na sisi kibali pale ofisi ya mkuu wa wilaya, aendelee na michango ili atambulike zaidi, ili asitumie hii ya kijiji. Lakini la pili, kwa mtu yoyote aliyeguswa na mzee huyu, basi tunaomba mchango. Mwenye barakashia nani TFS, hiyo inatosha, hiyo ivue, hiyo ipitishe hapa kwanza, meza kuu pitisha kote hapa, tumchangie mzee aliyeguswa. Jamani, mzee huyu ni mlemavu wa macho na serikali ya kijiji imeomba kibali na anachangishwa, lakini bado anahitaji matibabu. Kwenye swala la matibabu tutampa kadi ya bima bure serikali, lakini kuna baadhi ya mambo madogo madogo ili aweze kujikimu. Kwa hiyo naomba bana, hiyo sijaiona, unavyoanza hapo kwanza nione bwana huyo huko kwanza. Haya, asante mtendaji. Unachangia 10,000 baadaye. Haya, wengine pita kwa kila mtu. Haya, toeni jamani, kuguswa. Waswahili wanasema ujafa hujaumbika, leo yeye kesho inaweza kuwa kwako. Haya, mwenyekiti, ukikaa mbele huku kuna balaa huku. Mbele kuna hatari. Toa sadaka. Na unapotoa muombe Mwenyezi Mungu unachotoa akujalie kwenye jambo gani. Nuia. Haya. Kule baba unanichanganya. Anza kule kwenye barakarashia. Na wengine kama mmeguswa mnaweka hapa, kama hiyo inachelewa. Weka hapa. Amna bwana, wewe kuchangisha bwana, ujui sijui. Kaki mwenzono anawezaga hayo mambo hayo. Huku nyuma kwa hao bwana hujapita. Huko kule wewe unaona mtu anasimama alafu unasema umepitaje? Mwamba huyo hapo huyo. Kala 10,000 yake kashatumia, kabakisha hela naye kaja kuchanga. Sawa sana. Haya, pita huko kwa kina mama. Wakina mama ni watu wenye huruma. Kwa sababu sisi wote tumezaliwa nao. Tumezaliwa kutoka kwa mama. Haya, ulicho nacho. Mwenzetu huyu haoni. Na mimi ofisi yangu inampa kibali cha kuendelea kuchanga. Haya, pita. Wewe pita. Ukiguswa na hili jambo naweka hapa wenye uwezo wale. Na mzee Maganga Mwamba kabisa yupo. Mlinzi wetu. Mlinzi mashuhuri kabisa. Anafanya kazi usiku na mchana. Haya, umepatikana shilingi ngapi? Kamanda. Haya, tumepata 150,000 na 200. Sasa hii 200 iongezeke ili itimie idadi. Karibuni. Yaani tusio na 200 tena. Haya, kuna buku. Hiyo buku ije. Iongezeke 800. Haya, 200 hiyo hapo. Iongezeke 600.
200 hiyo hapo iongezeke 600. 200 hiyo hapo iongezeke 400. 100 hiyo hapo iongezeke 300. 500 hiyo huko hiyo, si ndio? Hiyo nitajie inayoingia. Bado 100. Hiyo huko shilingi ngapi hiyo? 500 hiyo ukijumlisha na ile 100 600 bado 400. Hiyo 1000 weka. Haya. Bado 400. Hiyo shilingi ngapi hiyo? 200. Bado 200. Haya 2000 hiyo bado 200. Bado 200. Haya 10,000 hapo hiyo. Bado 200. 200. Toa ndugu ulicho nacho Bwana Mungu. Haya 200 hapo hiyo. Kwanza huko chukua hiyo ngapi? Haya 500 kwenye bado 300 imeongezeka 300 bado 700. Mzee nani huyu? Mzee nani? Mzee Kalembe. Na tumepata jumla ya shilingi 170,000 na leo tunamkabidhi mzee Kalembe hapa na mpe na hizi chenji zake.